aliye mbinguni, yeye afanyaye mapenzi ya Baba. Mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Twende mpaka 23. Twende mpaka 23. Afu tutarudi huko. Wengine wananiambia siku ile Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Ndipo nitakapowaambia dhahiri, sikuwajua nyinyi kamwe, ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Sema amina. Sasa turudi pale 21. Amesema si kila mtu aambiaye Bwana, aniambiaye Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Ayafanyaye mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Na utafanyaje mapenzi ya Baba? Utafanya mapenzi ya Baba wakati umetembea katika wili ya Mungu. Perfect wili ya Mungu. Tunarudi number 1. Gharama ya kutembea katika wili ya Mungu. So ili nifanye mapenzi ya Baba, mpaka niweze kuwa katika wili ya Mungu, katika mapenzi ya Mungu. So si wokovu. Wokovu ni kukuleta kwa Mungu. Alafu ukishakuletwa kwa Mungu, sasa uanze kuelewa gharama. Unaweza kuwepo katika wokovu lakini haujui gharama. Ama ukafanya mapenzi yako sio ya Mungu, na nia yako ikawa si ile Mungu aliyokuitia. Maana kuna watu tumeokoka ili tuponywe. Hiyo si Mungu alituitia. Watu tumeokoka ili tupate kazi. Wengine tumeokoka ili tuolewe ama tuoe. Wengine tumeokoka tuishi maisha mazuri. Huo si mwito tulioitiwa na Mungu. Mungu alituokoa ili tumtumikie na tumwabudu. That is the will of God. So salvation ulionayo, wokovu ulionao, si kwa sababu ya miujiza, si kwa sababu ya ishara na maajabu maisha yawe mazuri. Unaweza kuwa na maisha mabaya lakini ukamwona Mungu. Lazaro alikuwa na maisha mabaya, lakini he was serving the perfect will of God. Na ndio maana akaangukia kwa kifua cha Abraham. Aliona ufalme, alitenganishwa na moto. Kwa sababu gani? Alifanya mapenzi ya Mungu. So si mafanikio yanatufanya kwamba tuingie mbinguni. Unaweza kuokoka ukafanikiwa na usione mbingu, kwa sababu nia yako haikuwa kwa Mungu, ilikuwa kwa mafanikio. Na ndio maana mtu asikupisha kwa sababu wamebarikiwa ndo wana Mungu. Hata mashetani wana Mungu, wana mabaraka, wana hizo vitu tunavyoviona. Mtu asikupisha kwa sababu amenunua gari basi ndo wana Mungu, amejenga nyumba ndo wana Mungu, ati anaishi maisha mazuri ndo wana Mungu. Anaweza kuwa na hivyo vitu vyote na asione Mungu, kwa sababu si vitu vya dunia vitatupatia qualification ya kumuona Mungu. It's only kufanya mapenzi ya Mungu, kufanya kile Mungu alikuitia. Kila mtu ameitwa kwa Mungu kufanya mapenzi yake. Siku ya kanisani ndio utaingia mbinguni. Unaweza kuingia kanisani na ukawa candidate for hell. Wewe ukawa ni mmoja wa jehanamu na uko kanisani. So lazima tuelewe price ya kuingia mbinguni. Nitafute Mungu ameniita nifanye nini? Mungu anataka nifanye nini kanisani? Ndio maana unapata Wakristo wasioelewa price ya kuingia mbinguni, huwa anaendaga kanisani kupata muujiza, akishapata utamuona tena. Ni kwa sababu hajui gharama ya kuingia mbinguni. Sasa utabakia na muujiza lakini mbingu utaikosa. Na kitu cha maana si muujiza, kitu cha maana ni kuingia mbinguni. Hivi tarumbeta ikipigwa leo popo utaisikia? Maana si kila mtu ataisikia. Ni wale watendao mapenzi ya Bwana ndio watakaoisikia. Na ndio maana kutakuwa na tension duniani, watu watakuwa wanapotea. Kwa nini wamepotea? Hawajulikani mahali walipoenda. Kwa nini hawakujulikana? Hao wanaowatafuta hawajui, kwa sababu hawakusikia tarumbeta. Wale waliosikia ndio wameenda. Na maandiko yanasema hata walio wafu katika Bwana watasikia wakiwa kaburini, na watafufuka wataenda. Wale ambao walikufa na dhambi hawatasikia, watabakia kule. Oh my God. God help us. Kama kuna kitu tunastahili kujiombea ni kuingia mbinguni. Hata afadhali ukose nyumba, uishi kwa jirani, lakini tarumbeta ikipigwa uingie. Kumaanisha mbinguni una makao. Yesu ameenda kusema nimeenda kuwatengenezea nini? Makao, na nitarudi. So naweza nikakosa makao ya hapa, lakini ya mbinguni nisikose.
So lazima kuwe na uelewe gharama ya kuingia mbinguni ni kufanya mapenzi ya Mungu. So chochote unachofanya, is it the will of God? Ukiwepo kanisani unapofanya, is it the will of God? Unaenda kazini, the cost, tumesema kuhusu the cost of entering in heaven. Lazima tufanye mapenzi ya Mungu. Hebrews inasemaje? Hebrews chapter 3 verse number 2. Je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Number 2 to 3 kwa je, tutapataje kupona? How shall we escape if we neglect the great salvation that we have? Hebrews 3, I think 2.